iliingia message. Ile hela ya dawa itume kwenye namba hii. Na mimi nilijua nyinyi watu wa dawa. Aha. Hao ni matapeli mama, pole. Sio sisi hao. Jamani, kwa nini lakini? Mjukuu wangu, hela yako ya dawa nimetapeliwa. Na hela yenyewe nilikopa kwa majirani jamani. Mjukuu wangu maskini. Huyu mama ilikuwa ni pesa yake ya dawa. Kajichanganya kirahisi sana. Nimepita nao kama upepo nsha. Unajua nini? Unanikumbusha yule mzee wa jana bana. Yule ambaye tulompiga pesa zake za furniture. Kwenye ile page ya Insta. Unajua mwanangu? It's too harsh. Haipo hivyo. Hii ni game. Lazima tuwe strong kusurvive. Hello? Hello? Hello. Nisikilize kwanza. Kwani wewe salio lako kwenye simu ni kiasi gani? Ni 260,000 na 260,000 na 60,000? No, ni milioni 6 na 10,000. Milioni 6 na 10? Hapana, ni 74,000. Unajua unazungumza na customer care? Si ndo na mimi nakukea kaka. Mpumbavu nini huyu? Usipani kaka, usipani. Sometimes yanatokea ajali kazini. Wewe pumbavu nini? Ni mkali gani? Huyu dogo na mwanfollow anapenda sana kukopi style za watu. Mtu mwenyewe kazi tu kutumalizia bando hapa. Piga motion kwenye hajui. Yaani wa hovyo. Followers hawaongezeki, na comment hazina mwelekeo kabisa Ndaro. Wana wivu. Ila mimi one day yes nitawasha kweli nitakuwa staff na shubukewa na mademu kibao. Na utania bwana. Kwanza. Umeanza? Umeanza. Nakujua. Kuna kama kadi ya mwaliko. Ndio. Besa na wala next week. Ni Besa? Nikajua ni wewe nipunguzie mizigo. Utani bwana. Sasa sijui wewe unawaza nini kuhusu mimi? Sema one day yes. Takuwa watu weomba Mungu tu mimi nipo ni mzima wa hai. Yaani kwa mwelekeo huu ni beta ukatafuta kazi nyingine Ndaro. Huenda Paula yupo sahihi. Ni kama sieleweki hivi. Baf! Stupido. Penny stupido. Jingo. Yaani wewe ni buli. Yaani ni buli kabisa. Jinga wewe. Mijino kama mijite. Mbavu. Yaani wewe unaweza kumtumia helo kipumbavu namna hiyo. Unamtumia hela zote lakini mbavu. Nisamee tu. Hata nilikuwa sijui kama natumia matapeli. Unatumia tupelo?
Unamtuma mbele? Ulikuwa ujua? Kama ujui utambala mwezi. Mimi wewe nikwambia. Toko. Sasa nitaenda wapi? Sikutako. Toko. Sikutako. Pumbavu. Unafikiri mimi nitakuwa mgeni wa nani? Toka. Brother. Tazama kamera. Tazama kamera. Kakaangu ananiamini kwenye mambo ya mitandao. Akanipatia 400,000 nimwagizie viatu mtandaoni. Ndo nikakutana na page fake mtandaoni. Wakanitapeli. Kuna matapeli ambao wanatumia page fake kutapeli watu mbalimbali. Tulipoti page fake zote ambazo zinajiweka mbele kwa ajili ya kutapeli watu kujifanya ni wahusika wao maswala. Mbona kazi zipo nyingi jamani? Inakuwaje mtu unawaza kuwa tapeli? Tizi ukiseti mipango kutusua inawezekana. Kwa nini utapeli watu? Watu waache uvivu waanze kufanya kazi. Yaani nchi yetu imejaa fursa. Sasa mtu unakuwaje tapeli aisee? Hao matapeli si bora wanidm. Niwafundishe hata kazi ya uwinga tu jamani. Pia tusisahau page zinazochafua watu na kueneza chuki kwenye jamii. Hizo nazo tuziripoti. Ni kweli kabisa. Na pia kuna hizi peji wanazopotosha na kutugawa, na zenyewe tusiziache. Kuna peji nyingi sana za ovyo zinatuharibia mindset zetu vijana kidogo kidogo, zinalalisha maadili mabovu kwenye jamii. Hazifai hizi. Tuungane kuripoti hawa matapeli. Tuanze kuziripoti hizi peji jamani. Oya wazee, hivi unajua udogo anazingua? Udogo anatuharibia. Tuko na peji nyingi sana, hawawezi kuziripoti zote. Mimi nawaambieni kitu wanangu. Unajua muungano wao utakuja kuzingua uwepo wetu. Wala usijali. Relax. Jamaa huko anaenda kurahisisha mambo. Si ni page yako hii? Mary Msambwanda. Lacho baby. Hii sio page yangu. Naomba nielewe. Ngoja tupige. Mary Msambwanda inaitenda ndani kwako. Haya, unaona? Page tayari imeripotiwa hii. Kusema tu kweli, Noeli. Kijana mtanashati, very smart. Umesoma. Unashindwa kutafuta hela kwa njia za halali. Sitaweza kudili na tapeli. Recho. Mary Msambwanda imeripotiwa. Dubai Furniture. Imeripotiwa. Spare za pikipiki. Okay. Fine. Tajua cha kufanya. Unapata faida gani kwa kupoteza peji zetu? Blaza, kwa nini msifanye kazi halali tu? Mbona mitaa kuna issue kibao? Unasahau kuhusu kejeli, mitaa inazozitoa kwa makapuku. Nishatemewa sana mate ya dharau. Sikia blaza, hayo mate ungegeuza baraka na sio laana. Sawa, baraka ziji kwa shortcut hivyo blaza. Sihitaji njia ndefu wakati fupi ipo. Naenda kuseti mipango, alafu nitakurudia. Nikwambia kitu kimoja, mimi nasimama upande wa haki, hakuna chochote unanitisha. Tutaona.
Baby, hii ni mara ngapi nakwambia Achana na content za matapeli, utaumia. Angalia sasa. Usiwe kamba kunivuta mimi nyuma, sawa? Kama uelewi kinachokifanya, hajafika mbali yule. Mfuate kamwombe ushirika, sawa? Sasa unaenda wapi? Baby. Kwa kweli kaka, nafurahia sana unachokifanya. I see, hata mimi naukubali sana ndugu yangu. Endelea kukaza ndugu yangu. Pretty safi sana. Poa poa. Poa. Brother. Mimi naitwa Lato na mwenzangu Kapela. Kapela. Huyu ni mwenzetu, anaitwa Noeli. Naenda kuseti mipango, alafu nitakurudia. Noeli kwa sasa hivi. Tulia. Ukizingua na kupasua. Tulia hivi. Ukigeuka na kupasua. Tulia. Bibi, leo si tuko hapa. Nadhani mimi unanijua. Yes, na vijana nahisi wafahamu, lakini walikuwa na tabia mbaya ya kutapeli tu mitandao, na wewe ni mmoja kati ya wahanga. Ni vijana wema kwa sasa. Yes, na mpaka sasa unavyoongea na wewe wana page yao wamefungua ambayo inakwenda kwa jina la Vijana Hatua TZ. Na leo tuko hapa kwa ajili ya lengo moja tu, kurudisha tabasamu lako. Leo tuko na mama ambaye alotapeliwa pesa za dawa na matibabu za mjukuu wake, na tumeweka namba yake hapo kwenye screen ili tuweze kumchangia chochote kile. Lakini tupo na Ndaro ambaye anaweza kueleza kwamba huu sio utapeli. Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Ndalo, mjeshi kikofia. Bana, nipo hapa kudhibitisha kwamba hii page mnayoiona ni halali kabisa na sio utapeli. Tumeungana kwa pamoja kwa ajili ya chochote tutakachojaliwa kumchangia mama yetu. Turudishe tabasamu lake bana. Kaka, umeshasomeka. Cha msingi hapa sasa watu tuchange jamani. Tuko pamoja Ndalo, lazima tumshike bibi mkono. Watizedi mkono roho poa sana. Hebu tuchangieni jamani. Tuchange. Wanangu, leo mmeweza kunistiri kwa kunisaidia kuhusu mjukuu wangu. Na kesho mkimuona mwingine ana shida, msimuache peke yake. Taifa linahitaji vijana wenye upendo, moyo wa kusaidia na uzalendo wa kweli. Tuige moyo wa kujitoa kama alivyofanya Ndaro. Dona, mimi niweke manywele kidogo kama ndugu yako Dennis nini kipala. Leo nilipomwona wewe mama akilia kwa furaha kwa sababu yako, nikagundua kuwa umaskini wa ujasiri ni mbaya zaidi, na mtu muovu pekee ndiye anaweza kukupinga. Na mimi sitaki kuwa kwenye kundi hilo. Naamini kila mwanamke anatamani kuwa na mwanaume kama wewe, jasiri na mpambanaji. Kwenye mtaa wa kawaida ndoto zinaota, kila kijana anatafuta
maisha ya kesho. Mwingine na ndoto mfukoni, mwingine na simu mkononi. Wote tunaamini siku nzuri inakuja, lakini bado tukikutana tunapeana nguvu.